Kwa majina naitwa Shadrack Ngome Dase, mwanzilishi wa mpango shirikishi na endelevu wa utoaji elimu ya afya ya jamii na elimu ya kutokomeza vitendo vya ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake na makundi maalum katika familia na jamii. Nitaanza maana ya mpango. Mpango shirikishi ni operation maalum ya utoaji elimu ya afya ya jamii na elimu ya kutokomeza vitendo vya ukatili na unyanyasaji wa kijinsia dhidi ya wanawake na makundi maalum katika familia na jamii. Mpango huu utatekelezwa katika afua 4. Afua ya kwanza darasa tembezi la thamini uhai, darasa ambalo linaweza kufanyika mahali popote pale penye mkusanyiko maalum wa watu unaotambulika kisheria au kwa sheria za jamii husika, baada ya mwezeshaji kupewa fursa ya kutoa elimu na viongozi husika, mfano kanisani, msikitini, kwenye kijiji cha kahawa, kwenye vikundi vya kijamii. Afua ya pili ni vikundi vya kijamii. Vikundi vya kijamii ni muungano wa watu 5 hadi 25 wenye lengo la kuimarisha uchumi na kujifunza masuala mbalimbali ya afya, ustawi na maendeleo ya jamii. Afua ya 3 ni mikutano ya thamini uhai. Mikutano ya thamini uhai ni mikutano maalum kwa ajili ya utoaji elimu ya afya ya jamii na elimu ya kutokomeza vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mikutano hii maalum itakuwa inafanyika kila robo mwaka mara moja kwa kila kijiji katika vijiji vilivyopo kata hapa Pandikichiza. Lakini pia afua ya 4 na mwisho ni kutembelea kaya. Kutembelea kaya ni kitendo cha mwezeshaji kupita nyumba kwa nyumba na kutoa elimu ya afya, ustawi na maendeleo ya familia na jamii. Kitu ambacho kimenihamasisha kuanzisha huu mpango ni matukio ya ukatili ambayo yalikuwa yakiendelea kutokea katika jamii yangu. Matukio ya ukatili yamekuwa yakitokea mara kwa mara, kama ukatili wa kimwili, ukatili wa kingono, ukatili wa kisaikolojia na ukatili wa kiuchumi. Mafunzo niliyopatiwa na shirika la Thubutu Africa Initiative yamenisaidia kuweza kuanzisha huu mpango. Baada ya kujaza ufahamu kuhusu masuala ya ukatili, nikaona kwamba hiki kitu nisimame mwenyewe ili kuweza kukitokomeza katika jamii yangu. Nikaanzisha huu mpango, nikaweka hizo afua 4 ili wananchi niweze kuwafikia katika njia tofauti tofauti, kwa sababu nikiwa na sehemu moja siwezi nikafikia wananchi wengi. Mpango huu ni shirikishi kwa maana kwamba utashirikisha viongozi wa serikali za vijiji, kuanzia wenye viti wa vitongoji, wenye viti wa serikali za vijiji, maafisa watendaji wa vijiji, wataalamu mbalimbali waliopo katika kata yetu ya Pandikichiza, lakini pia wahudumu wa afya waliopo katika kata ya Pandikichiza kwa kila kijiji. Kuna viongozi wa dini, viongozi wa kimila, miongoni mwa watu ambao nitashirikiana nao katika kutekeleza huu mpango. Ukatili katika eneo langu bado upo sana, hususan hizi ndoa na mimba za utotoni. Akina baba kufanywa ukatili, akina baba mpaka leo wanafanywa ukatili, ila wengi hawasemi. Wanaogopa kwamba nikisema mimi ni mwanaume wanaona aibu. Hivyo jitambulisha awali, mimi ni mwenzenu, ninafanya kazi za maendeleo katika mkoa wetu wa Shinyanga, na wenzetu wanaofanya kazi hizi pamoja nami walinipatia heshima ya kuwa mwenyekiti wao wa kuongoza mapambano dhidi ya unyanyasaji wa wanawake na watoto katika mkoa wetu wa Shinyanga. Na katika kufanya huku kazi kubwa sana inafanywa na ninyi wananchi, kwa kuwa kuna watu wanaofanya hii kazi ambao ndio sisi tulioko hapa leo. Katikati yetu pia kuna watu ambao wanafanya haya mambo ambayo leo Shadrack amekuja kuyazindua. Kama ni ukatili, ndugu mwenyekiti, kuna wafanyiwa ukatili hapa na kuna wafanya ukatili hapa. Kwa hiyo watu wote wa namna mbili wapo, kwa sababu kama kuna mtu anafanyiwa ukatili, basi kuna mwingine anayefanya ukatili. Lakini mwenzetu mmoja amesema kwamba tusizungumzie tu wanawake na watoto, hata wanaume nao wanafanyiwa ukatili. Kumbe hata kina mama ambao tunadhani wanafanyiwa sana ukatili, na wao pia wanafanya ukatili kwa wanaume. Ndio maana sasa tunahitaji watu ambao ni wapiganaji, watu wazalendo, watu wapenda maendeleo, wenye moyo wa kujitolea kama Bwana Shadrack pamoja na wenzake, ambao wako tayari kutembea kaya kwa kaya, atembee
mikutano yote, mikutano ya kijiji na mikutano ya Thamini Uhai, akiwa na lengo moja tu la kutoa elimu. Mimi kwa majina naitwa Rwambo Robert Manzani, mtendaji kijiji cha Sayu, kaimu mtendaji kata ya Pandakichiza. Niko hapa kwa kipengele hiki kwa kumwakilisha mgeni rasmi ambaye alitakiwa afike hapa. Nimesikiliza maelezo mazuri ya kijana wetu Bwana Shadrack. Kiuhalisia amelenga maisha yetu ya binadamu, vitendo vya ukatili na unyanyasaji. Ni kweli, lakini niseme kwamba kwa asilimia kubwa hapo mwanzo elimu wakati ilikuwa hajatolewa, wahanga wakubwa walikuwa ni akina mama na watoto. Lakini leo hii sasa akina baba tunanyanyasika kweli. Akina baba mpo? Baba hata mmoja hapo ambaye ni mhanga wa hili? Mpo? Kweli. Ni wahanga. Tumekuwa tukipokea taarifa hizi baada ya elimu kutolewa, akina mama wakaielewa, wakabadilika wakaja upande wa pili. Sasa wale akina mama kule imekuwa ni shida. Si ndio? Basi elimu Bwana Shadrack pia ibebe, aone kwamba kumbe akina baba na sisi ni wahanga kule. Si ndio jamani? Siku moja tulikuwa kwenye mkutano, hii agenda tulipitisha, tukawa tunaijadili ikiwepo aina za ukatili wa kijinsia. Lakini alitokea mwananchi mmoja akasema yeye ana ukatili wa kijinsia kwa mke wake ambaye ni Mrs. wa nyumbani. Mama analala na nini? Sema jinsi. Mama analala na nini? Mama analala na jinsi. Kwa hiyo tukasema kama ninyi wenyewe mmeweza kusema akina mama kwamba akina baba siku hizi tunawanyanyasa, tunalala na jinsi, tukaona ukatili wa kijinsia upo. Na bahati nzuri ni ninyi wenyewe ambao mlisema, wala siwezi kuwasemea. Kwa hiyo Bwana Shadrack anasikia, kumbe ili pia alibebe. Niseme ukweli kwamba na sisi pia akina baba tunanyanyasika. Kwa hiyo tutashirikiana naye. Sisi tulishaanza kulifanyia kazi kama serikali na tulishapita kwenye baadhi maeneo kulisemea hili. Verena Juma Mihambo kutokea kijiji cha Sayu, kitongoji cha Mapogoro. Mradi huu wa ukatili wa kijinsia tumeupokea, utatusaidia sana katika kijiji chetu, maana mambo ya ukatili bado wanakijiji wapo nyuma sana. Ukatili kwa watoto, ukatili wa wazee ndio unaoongoza sana. Watoto wanaolewa chini ya umri wa miaka 18 na wazee wananyanyaswa sana katika kijiji hiki cha Sayu. Tunawashauri wanawake wao wanawasikiliza waume zao, wasiwakatili kijinsia. Majina yetu Peter Ruponya, mwenyekiti serikali ya kijiji Sayu. Huu mradi nimeupokea kwa shangwe na vigelegele, tena kwa vifijo sana. Nimeshukuru sana mimi huu mradi kuja kuzinduliwa hapa kwenye kijiji changu. Nimefurahi sana na nimeupokea na nitafanyia kazi pamoja na wananchi wangu ambao tumeshavumilia nao huu mradi. Ukadili katika eneo la Sayu kwa kweli umeshapungua kwa sababu ya mzee yule Shadrack. Ile masomo yake anatufundisha vizuri, alafu anatuendesha vizuri, na mpaka sasa ukadili wa jinsia umeshapungua, umebaki baadhi tu, na mpaka sasa wanafanya elimu kusudi watu uishe ukadili wa jinsia.